Naam, leo moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa habari ya roho ya Yezebeli na huyu Yezebeli. Naomba ukanisikilize kwa makini sana, ukasikilize somo hili na video hii mpaka hatua ya mwisho utakapofikia, ili upate kuelewa mambo gani ambao yapo ndani ya hii roho inayoitwa Yezebeli. Inawezekana unakuwa ukisikia kila siku kwa habari ya Yezebeli. Leo moja kwa moja nitakwenda kukuambia Yezebeli ni nini na roho hii ya Yezebeli inafanyaje kazi. Yezebeli alikuwa ni binti wa mfalme wa Sidon aliyeitwa Esbaali. Hii habari inapatikana kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 16 mstari wa 31. Sidon ilikuwa ni nchi iliyokuwepo kaskazini mwa taifa la Israeli. Kwa sasa nchi hiyo ni nchi ya Lebanoni. Yaani Lebanoni ya sasa hivi ndio ilikuwa ni Sidon. Ndio alikuwa anatokea huyo Yezebeli ambaye alikuwa ni mfalme wa Sidon aliyeitwa Esbaali. Desturi za Wasidoni zilikuwa ni kuabudu miungu, waliabudu mungu wao maarufu aliyeitwa Baali. Sasa mfalme wa Israeli aliyeitwa Ahabu alimwoa binti wa kifalme na kumleta katika taifa la Israeli na kuwa malkia, na hivyo kuingiza ibada za miungu migeni ndani ya taifa la Mungu. Pia Yezebeli, licha tu ya kulichafua taifa la Israeli kwa kumshawishi sana mumewe Ahabu, alikuwa pia ni mchawi. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura 9 mstari wa 22 inakuonyesha aliua manabii wengi wa ukweli wa Mungu na alikosesha Israeli kwa sehemu kubwa sana. Mahali pengine namtaja Yezebeli kuwa ni nabii wa uongo kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Yezebeli pia ndio mwanamke pekee kwenye Biblia nzima aliyekuwa anapaka wanja usoni na kupamba uso. Desturi za wanawake makahaba. Hii utakuja kuiona kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30. Mwanamke huyu ndiye mwanamke pekee aliyeshindana na maagizo ya Mungu kuliko wanawake wote kwenye Biblia. Ndiye pia aliyemsumbua sana Elia na hata kufikia hatua nabii Elia kumkimbia kuogopa madhara atakayoyapata kutoka kwake. Yezebeli alikuwa na mtoto wa kike aliyeitwa Akalia ambaye alilisi tabia zote za mama yake, ambaye naye pia alikuwa anaabudu Baali. Asaia alikuwa muuaji na aliitwa malkia kwa nguvu, aliutwa umalikia kwa nguvu ndani ya kabila la Yuda. Yaani ni Yezebeli ambaye alikuwa na mtoto wake anaitwa Asalia, na wewe Azaria aliutwa umalikia kwa nguvu ndani ya kabila la Yuda. Nakumbuka hawa sio watu wa taifa la Israeli, hao ni wa Sidon, yani Lebanoni ya leo, ambao mfalme Ahabu alimuoa huyo Yezebeli. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa na baba yake ambaye alikuwa anaabudu miungu. Kwa ile tabia ya kuabudu miungu migeni ndo akaja kuileta ndani ya taifa la Israeli. Pia Biblia inasema kwamba Yezebeli hakudumu muda mrefu, kwani alikufa sawa sawa na nabii uliotolewa juu yake kwamba atakufa. Pia na namna atakavyokufa, nabii Elia alitoa nabii wake atakufa na mbwa atalamba damu yake. Siku ya kufa kwake Yezebeli aliangushwa kutoka juu ya gorofa refu na kuchuruza damu ukutani mote, na alipofika chini farasi walimkanyaga na mbwa walimla na kubakisha viganja tu vya mikono na kifuvu. Hii habari utaipata kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura 9:35. Huyu mtu alikufa ambaye ni Yezebeli, ambaye alikuwa ni malkia na mume wake alikuwa ni Ahabu. Na pia Biblia inakwambia hakuna utawala mbaya kabisa kwa kutokea katika taifa la Israeli. Utawala mbaya kabisa kwa kutokea ni utawala huu wa Ahabu, kwa sababu aliruhusu miungu migeni kwenye taifa la Israeli, ikapelekea Mungu kuliadhibu taifa la Israeli kwa kuzuia mvua miaka 3.5. Sasa kuna roho tatu ambazo zinafanya kazi ndani ya malkia Yezebeli, zilizoharibu taifa la Israeli na zinazofanya uharibifu hata leo katika kanisa na nje ya kanisa. Yaani popote pale hizo roho zipo, haijalishi ni kanisani, msikitini, ni wapi, yani ni ulimwengu wote, hii roho ya Yezebeli bado inafanya kazi. Inafanyaje kazi? Twende sasa. Roho ya kwanza kabisa, nimesema ziko tatu. Roho ya kwanza ni ukahaba. Hii ni sifa ya kwanza malkia Yezebeli. Biblia inasema alikuwa ni mzinzi, kwani ndiye mwanamke pekee alionekana katika Biblia kapaka wanja usoni na kujipamba kichwa kwa lengo la kuvutia ukahaba. Hakuna mwanamke mwingine yote katika Biblia yoyote anayetajwa kufanya mambo hayo. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30. Hata Yehu alipofika, tusome kitabu cha Wafalme wa Pili sura 9:30. Biblia inasema hata Yehu alipofika Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachumbulia dirishani.
Yezebeli anamuona Yehu anakuja kwa tabia yake ya uzinzi, anaanza kujipamba wanja machoni na kupamba kichwa chake, ili lengo la yote ni amvutie na kumlaghai Yehu apate kulala naye, na wala hata hakuwa na uchungu kwa kifo cha mwanae. Yeye anawaza uzinzi. Huyu Yezebeli huyu anajua Yehu alikuwa ni nabii. Yehu alipakwa mafuta na Elia. Walipakwa mafuta wawili, alikuwa ni Yehu na Elisha. Walipakwa mafuta na Elia ili waje kuwa manabii baadaye. Sasa Yehu misheni yake ilikuwa ni kumtoesha huyu Yezebeli. Lakini angalia Yezebeli jinsi anavyojipamba, anapaka wanja, akapamba kichwa chake, ili mradi tu Yehu atakapokuja avutiwe na ule wanja na wale mapambo aliyoweka nani? Yezebeli, ili aanguke kwenye dhambi ya ukahaba. Sasa roho hii inatenda kazi hata leo. Uone hata watu leo wanaenda msibani wamejipodoa, mahali pa kwenda kutafakari mwisho wa safari ya mtu ulimwenguni, wengine wanaenda wamejipodoa kwa lengo la kuvutia ukahaba, kama alivyofanya Yezebeli katika msiba wa mwanae. Kwa hiyo haya masuala kupaka wanja, shadow, makeup, kujipamba, kuvaa nguo za kikahaba, suruali nini, haya masuala yameanzishwa na huyu Yezebeli, ni roho ya ukahaba moja kwa moja. Kwa hiyo hapa haina haja ya kuleta visingizio, Mungu anaangalia haya mambo, hayajatokana na Mungu. Haya masuala kusema Mungu anaangalia roho, anaangalia moyo, mengine angalii. Haya ni masuala ya Yezebeli. Elimu hiyo ni elimu ya Yezebeli. Mtu anayekwambia Mungu anaangalia moyo, angalia vitu vingine, hiyo ni elimu ya Yezebeli. Huo ni ukahaba moja kwa moja. Na hiyo roho inayoingia ndani huyo mtu ni roho ya Yezebeli. Kuna roho nyingine ya pili sasa. Roho nyingine ya pili ni roho ya uchawi. Pamoja na kwamba Yezebeli alikuwa ni kahaba, Biblia inasema pia alikuwa ni mchawi. Na uchawi wa Yezebeli ulianzia nchini kwake alikotoka, kutokana na aina ya miungu aliyokuwa anaiabudu. Kwani Yezebeli alikuwa anaabudu mungu Baali, ambaye kwa asili makuhani wake wote walikuwa ni wachawi, na Yezebeli ndiye aliyekuwa mkuu wao. Wafalme wa pili sura 9 mstari 22. Ikawa Yehoramu alipomwona Yehu akasema, "Je, ni amani?" Yehu akajibu, "Amani gani? Maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi." Na uchawi wa Yezebeli mbali na kuroga, alikuwa pia ni mkaidi. Hii ndio silaha ambao anaitumia shetani na ibilisi hata leo. Vijana wengi wamekamatwa na roho ya Yezebeli, mabinti wengi wamekamatwa na roho ya Yezebeli. Na mchawi akitaka kwanza kukuangusha, silaha yake anayoitumia, anatumiaga hizi roho tatu za Yezebeli. Atakupiga kwanza uzinzi, akisha kuangusha kwenye uzinzi ndio anakukamata na uchawi. Au atakupiga uchawi akukamate na uzinzi. Kwa hizo ni roho zote mbili ambazo zilikuwa zinafanya kazi ndani ya Yezebeli. Roho nyingine ya tatu ni roho ya nabii wa uongo. Ufunuo Yohana 2:20. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamlizia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Hapa roho ya Yezebeli inafundisha watu kuzini. Inawafundishaje? Si kwa njia nyingine isipokuwa ni injili ya kwamba Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Injili hii inawafanya watu wavae watakavyo, ili lile neno la Bwana Yesu alilosema kuwa amtazamai mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye nafsi mwake, litimie juu yao kupitia yale mavazi ya kikahaba wavaayo. Sasa ndo narudia kusema, mtu yote anayekwambia kwamba Mungu angalii mwili, Mungu angalii mavazi, hiyo ni roho ya Yezebeli. Hao ni mafundisho ya kikahaba, ni mafundisho ya uzinzi.